Kwa heshima na taazima nasema hivi, hakuna hapa anayeomba msamaha. Nilishawahi kuzungumza miaka mingi sana. Napata show Marekani, Uingereza, mapromota wanaambiwa huyu msinipe show for many years. Hili tamasha limeandaliwa, waandaji ni washikaji wangu wa karibu, lakini kila TV na radio kubwa ziliwaambia tamasha lenu hatutangazi mpaka mfute jina la Dubai. Na wao umekuwa ni mchezo kuanzia Clouds, EFM, media zote. So mpaka napanda jukwani, msikasingizie kale keupe na kusema kwamba sasa wanawake. Hilo ni jambo la kweli, na mimi nampigania Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo siombi msamaha si TV si Azam, siombi msamaha si TV gani, na nimewaambia waandaji hapo nilifanya makusudi, na niliwaambia waandaji show zinazofuata mikoa mingine sitaki. Mimi na uwezo wa kufanya show Msoma na Mambas 24 Entertainment. Nina uwezo wa kuandaa show zangu kama. Nina uwezo wa kuandaa show zangu Tabora. Kwa hiyo siwezi kuwa mnyonge. Unatembea kwenye tamasha, alafu wanaotangaza hilo tamasha ni maadui zako. Paka kwenye chumba ambacho nilala jana, nimekuta reception. Kuna mtu, mimi niko Mlimani City, aliingia chumbani kwangu. You better watch your back, homie. This is Mambas 24. Kwa hiyo pale sio keupe. Niliwataarifu waandaji mapema kwamba sijui kama mnaenda Mwanza sitaki. Nafikiri mmenielewa vizuri wa Tanzania. Mwenyezi Mungu bariki Tanzania. Mwenyezi Mungu bariki watoto wa Tanzania wawe salama. Hatutaki ushoga Mambas 24. We live your life. You better watch your back. Sasa Dudubaya hapa anachokisema ni anamlaumu nani? Kama alikuwa hataki show, kulikuwa kuna ulazima gani wa yeye kushiriki katika show hiyo? Kwa sababu anasema kwamba alikuwa anajua, kwa hiyo ni alidhamiria kwa kile ambacho alichoenda kukifanya pale katika stage hii ya miaka 30 ya Bongo Flava, kwamba waliopewa kusimamia ile tamasha la miaka 30 ni maadui zake. Kwa hiyo kumbe hata siku ambayo alienda Clouds pale ilikuwa ni kama vile kwa hadaa wale, kwa hadaa. Sasa kulikuwa kuna ulazima gani wa yeye kushiriki kama alikuwa hataki? Na kwa nini kaenda kuwaharibia wenzake, kaenda kumharibia Madi, tamasha ambalo mmeliandaa pamoja na Babu Tale, ametumia gharama na fedha nyingi kuwekeza pale, alafu yeye from nowhere anatoka na kusema kwamba kile kilichofanyika jana sio ni real kabisa. Sasa naanza kuelewa wale waliosema kwamba inatakiwa huyo Dudubaya achukuliwe hatua kwa kile ambacho alichokifanya jana, kwa sababu kwanza ametukana hadharani na kasababisha hasara kubwa sana kwa waandaaji wa tamasha lile. Wewe una maoni gani?